Kristo na ndugu zangu Waislamu, asalamu alaykum. Lakini leo nazungumzia mambo makuu matatu tunapoanza mwaka 2006 ya muhimu kufanya. Kisha mambo makuu matatu ambayo hutaki kabisa kuyafanya. Mambo makuu matatu ambayo ulifanya mwaka 2025, mwaka 2026 upaswa kufanya. Ni kwa nini nimekuja hapa na kuzungumza haya, na unaweza kuchukulia kitu cha kawaida sana. Yaani unaweza kuchukulia ni kitu simple sana. Lakini Mungu hawezi kushuka kwako kuzungumza na wewe moja kwa moja akaja akakwambia fanya 1 2 3 4 5. Mungu huwatumia watu kupeleka ujumbe kwa watu wengine. Mpaka nazungumza mimi hapa leo sio kwa bahati mbaya. Yaani usiamini kabisa kwamba kwa bahati mbaya tu nikakaa nikarekodi nikafanya. Kuna kitu ambacho kinanipa msukumo wa kufanya haya ama kuzungumza haya, au mtu yoyote anaokuta anazungumza jambo ndani yake kuna roho inayomsukuma kuzungumza hilo jambo. Hata mtu anapokuja labda kutukana, kufanyia fujo, kufanya jambo lolote kwake, sio kwa bahati mbaya, ni kwamba ni jambo kabisa liliandaliwa lije litokee kwako. Yaani hakuna kitu ambacho kinakuja mbele ya mtu kwa bahati mbaya. Kwa hiyo kila tunachokutana nacho tukizingatie, tukisikilize, then tukifanyie mazoezi. Yaani tukifanyie mazoezi. Kibaya tuachane nacho, kile kizuri tutembee nacho. Kwa hiyo leo mimi nitakupa mambo makuu matatu ya muhimu sana ambayo nataka kufanya katika mwaka huu wa 2026. Kwanza nitaichambua hii namba 6. Yaani namba 6. Tulikuwa kwenye mwaka 2025. Je, mwaka 2025 tano inagawanyika kwa ngapi? Tunapata nusu kwa nusu. Tunapata nusu kwa nusu. Ndio maana mwaka 2025 asilimia kubwa mambo yetu hayakukamilika. 2025 hata walifanya nini, waliweka malengo gani, lakini ukifuatilia kiundani, wengi wao mambo yaliishia nusu kwa nusu. Wengine hata nusu hawajafika wakaishia robo, wengine hata robo hawajafika, wengine walituacha kabisa kwa ajili ya kupambania malengo, wakapotea kabisa kwa sababu tulikuwa na mwaka mgumu sana. Sasa tukijadili namba 666, tunaijua 666 ni namba ya nini? Ni namba ya mpinga Kristo ambaye atakuja kupindua ulimwengu. 666 hiyo inazungumza kwa watu wengi, kwenye vitabu tumeiona sana. Watu wengi waliweza kujadili, wamezungumzia watu wengi sana, ni namba 666. Lakini sisi sasa tumekwenda kwenye 61. Tunakwenda kwenye 61, yani 20. Hapa hatuna moja, tuna 20, 26. Tunazigawanya hizi 2 6, 2 0. Tukitoa hii 0 ni half. Tunaiacha 6 2 6. Tukigawa 6 tunapata 3 kwa 3. Sasa nitazungumzia maana ya hii namba 3 kwa 3. 6 kwa 6 ukigawa mara 2 tunaipata 3 kwa 3. Tunautazama sasa huu mwaka. Kwanza ngoja nirudi kwenye mada yangu kabla hatujachambua. Hapo kuna mambo mengi sana ya kuyaelezea kwenye hii 3 kwa 3 ama kwenye namba 666. Lakini mimi nataka nirudi hapa kwenye huu mwaka 2026. Nini cha kufanya? Kama vijana lazima tukumbushane, tuelezane nini kikubwa tunapaswa kufanya na nini hatupaswi kufanya. Vitu vya msingi kabisa, cha kwanza kabisa mwaka huu wa 2026, cha kwanza kabisa, haijalishi wewe ni Mkristo, wewe ni Muislamu, wewe ni dhehebu gani, simama kwenye kumwomba Mungu sana. Mrudie Mungu wako, piga magoti, omba, jitengee mida ya asubuhi saa 10 kuingia kwenye ibada za asubuhi. Zitakufungulia mambo yako. Hakuna mganga wala mchawi atakayotokea kukufunga. Yaani ibada za asubuhi mara nyingi, ibada za Jumapili, kuwa mtu kutoa sadaka sana, watu wasiojiweza, jitolee, fanya shughuli zinazomhusu Mungu. Shughuli zinazomhusu Mungu nadhani inajulikana kwamba kusaidia kujenga sehemu za ibada, kujenga makanisa, hata kama una hela kidogo kujenga, hata kama ukatengeneza ua moja ukaliweka kanisani, au wewe Muislamu ukatengeneza ua moja ukaliweka msikitini, sehemu ambazo zina mkusanyiko wa watu. Yaani sehemu zenye mkusanyiko wa watu.
maana hii 6-1-6-2 nitaielezea maana yake zaidi 6-2, lakini tunaizungumzia 6-6-6 na huu mwaka tuliokupo nao. Tunajua majanga yalotokea mwaka ulioisha 2025, hatutaki huu mwaka, hayatakuja hayo, ila yanaweza kuja kwa namna nyingine kabisa tofauti na vile yalivyokuja. Kwa hiyo kitachotusaidia kwanza ni hasa vijana tunaotafuta maisha ni kumwomba Mungu. Hakuna kitu ambacho kinaweza kufungua kulingana na haya zaidi ya kurudi kwa Mungu, na muombe kweli, sio kumuomba kibla bla tu kwa sababu nimezaliwa Mkristo, naenda kanisani Jumapili nimeenda. Yani muombe Mungu kweli. Tumia muda wako kwa kumuomba Mungu, tumia muda wako kwa kutenda mambo yanayomhusu Mungu, maana ulimwengu sasa unaelekea pabaya na pagumu zaidi. Hiko ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili ambacho unapaswa kufanya, pendeza. Yani pendeza kijana, haijalishi wewe ni msichana, haijalishi wewe ni mvulana. Usiishi maisha ya mwaka 2025. Pendeza. Yani kama msichana ukivaa vizuri, vaa vizuri, ukisuka vizuri, suka vizuri, ukitoka uko smart, ukirudi uko smart. Muda mwingi kuwa wakati wa kupendeza. Mapambo yanampendeza hata Mungu. Kuwa wakati wa kupendeza. Cha kwanza, simama sana kwenye ibada, kuwa mtu wa kujitoa sana, tengeneza vitu vidogo vidogo vinavyomhusu Mungu, makanisa, msikiti, vitu vidogo vidogo. Cha pili, kupendeza. Pendeza sana. Kuna sehemu unaenda kunyanyuka, kuna sehemu unaenda kuinuliwa mwaka huu 2026. Hiko kitu cha pili, pendeza sana. Kitu cha tatu, weka mipaka ya mahusiano yako. Mahusiano yako yawe na mipaka. Sio kila mtu akujue, yani kila mtu akajua mambo yako, mahusiano yako. Hata kama una mahusiano ya kimapenzi na mtu ambaye mna malengo, asijue kila kitu kwenye maisha yako, kwa sababu ulionaye sio sahihi. Mwaka huu anaenda kujitokeza kwamba nilionaye sio sahihi. Kuna mtu sahihi anatakiwa aje kwenye mwaka huu. Kwa kama kuna mtu sahihi anatakiwa aje, anatakiwa mtu mwingine yako. Kwa hiyo weka mipaka, hata huyo mtu ulionaye asije akajua kila kitu juu yako, kwa sababu rafiki anaweza kuwa adui muda wowote, ila adui hawezi kuwa rafiki muda wowote. Rafiki anaweza kuwa adui, ila adui hawezi kuwa rafiki. Weka mipaka kwenye maisha yako, sio kila mtu akajua maisha yako akawa karibu. Punguza mahusiano ya marafiki uliokuwa nao. Hawa marafiki mtwala hawa ambao hawana maana ya msingi. Tumia muda mwingi wa kujifunza vitabu, kusoma Biblia sana. Kama Muislamu, soma Qur'ani sana, soma vitabu vya kujifunza sana. Tengeneza mahusiano na watu wapya, mara nyingi wenye uelewa na jambo unalolifikiria. Kama wewe mfanya biashara, basi tengeneza mahusiano mara nyingi na wafanya biashara. Kama wewe ni muimbaji, tengeneza mahusiano mara nyingi na waimbaji. Kama wewe ni mkulima, tengeneza mahusiano mara nyingi na wakulima. Tengeneza mahusiano mengi mno na watu wanaofanya jambo unalofanana nalo. Kuna sababu kuwa na marafiki ambao hawaendi kwenye njia zako. Wewe ni mfanya biashara, basi kuna sababu ya kuwa na watu wafanya kazi. Tengeneza mahusiano na watu unaohusiana nao. Hao watakutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa dakika chache hizi mimi nimalizie hapo, lakini nikija mara ya pili nitakuja kuielezea kiundani sana hii namba 666 kwa mwaka 2026 inakuwaje, inafanyaje, nini kinakwenda kutokea. Kama huja subscribe kwenye channel yetu hapa, ili tuendelee kupata update nyingi zaidi. Na kama huja comment, share, una maswali, una maoni, una kitu cha kutaka kujifunza kutoka kwangu, namba zangu zinapita hapo. Chukua namba zangu, njoo WhatsApp tuweze kuongea mawili matatu juu ya mambo mengi sana ya uhusiano na maisha, dunia, michezo, furaha. Lengo tuzungumze, tuwe na amani. Asante sana.